Kocha wa zamani wa Simba Abdelhaki Benshika ameitahadharisha mapema Young Africans kwamba ijiandae kukutana na ugumu katika mechi ya pili ya kundi B dhidi ya Babe wa Algeria JS Kabylie aliyewahi kuinoa kabla ya kuachana nayo mwaka huu, akisema jamani wagumu mno. Young Africans imepangwa pamoja na vigogo wengine wa Afrika Kaskazini, Al Ahly ya Misri na AS FAR Rabat ya Morocco atakaovana nao weekend hii katika mechi ya kwanza itakayopigwa kuanzia majira ya saa 10 kamili jioni kwenye uwanja wa New Amani Zanzibar. Akizungumza na moja ya chombo cha habari, Benshika ambaye ni raia wa Algeria na aliyeondoka Msimbazi ghafla baada ya kuishuhudia Simba aliyokuwa akiinoa kunyukwa mabao 2-1 na Yanga, alisema ni kweli Yanga imepangwa kundi gumu lenye timu hizo tatu za Waarabu, lakini ina kazi nzito. Benshika aliyeipa Usma ya Algeria ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika 2022-2023 kwa kuitambia Yanga kwa kanuni ya bao la ugenini kutokana na mechi mbili za fainali baina yao kumalizika kwa sare mabao 2-2. Alisema licha ya Yanga kuwa wazoefu bado anapaswa kujihadhari. Alisema licha ya timu hiyo kuwa na uzoefu na michuano ya kimataifa, lakini kumhofia mpinzani kunaweza kuwa ni mbinu nyingine ya ushindi kwao kwa sababu itawasaidia kujipanga vyema. Nikimnukuu amesema, nitahitaji timu ninayoifahamu katika kundi waliopo, yaani JS Kabylie niliwahi kuifundisha. Kiukweli kwa sasa imebadilika baada ya kumaliza matatizo ya kifedha, imesajili wachezaji wazuri na iona Yanga kama imepepesuka kiubora, na kama wanataka kufanya vizuri wanatakiwa kwanza kufanya vyema kwa mechi hiyo ya kwanza nyumbani ili wasiwe na pressure kubwa watakapoenda ugenini kwa pambano la pili la kundi hilo. Changamoto kubwa ya mechi kubwa kama hizo ni kila timu inataka kufanya vizuri, kwa hiyo lazima kazi iwe ngumu kwa pande zote. Mwisho kunukuu. Rekodi zinaonyesha JS Kabylie ya Algeria iliyomaliza ya pili msimu uliopita katika ligi kuu ya nchi hiyo nyuma ya MC Alger iliyotoa ubingwa kwa tofauti ya pointi 2, imetinga makundi baada ya kuitupa nje US Monastir ya Tunisia iliyowahi kupangwa kundi moja na Yanga katika mechi za kombe la shirikisho msimu ilipofika fainali dhidi ya Usma. Kabylie ilishinda nje ndani dhidi ya Tunisia hao, lakini ilikuwa na rekodi ya kuchukua ubingwa wa ligi ya mabingwa mara mbili mwaka 1981 na 1990, na kwa msimu huu katika ligi ya kwao inashika nafasi ya 6 ikiwa na pointi 15 kutokana na mechi 9, huku ikipoteza mechi iliyopita kwa bao 1-0 dhidi ya CS Constantine, ili hali Yanga inaongoza ligi kwa pointi 10 kupitia mechi 4. Katika kikosi cha JS Kabylie kuna star mmoja kiungo Babakar Sarr ambaye misimu miwili iliyopita aliwahi kupita Simba kwa nusu msimu na sasa anang'aa ndani ya kikosi hicho. Yanga itakutana na JS Kabylie Novemba 28 ugenini baada ya kumalizana kwanza na FAR Rabat ya Morocco weekend hii katika pambano la kwanza litakalopigwa kwenye uwanja wa Amani. Imeandikwa na Victoria Melkiadi na kusoma kwako nami Hamza Saifo.